Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama mfuatiliaji mzuri sana wa muziki wa dansi Tanzania, hutaacha kuitaja jina la Asha Baraka. Dada Asha Baraka ni mdau mkubwa sana wa muziki wa dansi Tanzania na amepushi mambo mengi sana kwenye muziki wa dansi. Niko naye hapa, tutapiga naye story 2-3 na ataelezea naye ana jambo lake ambalo tayari ameshalitangaza, lakini yeye ataelezea kwa urefu zaidi. Niko naye hapa na kaa umfuatilie na jinsi anavyojibu. Kama unavyofahamu, Asha Baraka ni mdau na pia ni mmoja wa wajumbe wa bodi ya Simba. Dada Asha Baraka, niambie. Mzima? Salama kabisa. Heshima yako? Asante. Habari za siku? Salama kabisa. Hongera sana. Asante. Pambanaji sana. Asante sana. Sawa. Nimeona kuna Instagram ya Twanga Pepeta, kuna kitu ambacho mmekiposti kuhusiana na miaka 30 ya muziki. Unaweza kuelezea kwa ufupi kwanza? Kitu ambacho mmekiona kwenye Twanga Pepeta ambacho kinaitwa 30 ya Asha Baraka, na kwa wale wadau ambao watapita kwenye Instagram ya Twanga Pepeta, wewe andika tu neno kwenye Instagram Twanga Pepeta, utaangalia ni kitu gani kinakuja. Kwa hiyo sintoelezea sana kwa undani kwa sababu ni kitu ambacho kinakuja, na kama unavyoona kimeandikwa coming soon. Kwa hiyo tunataka tujue coming soon hii ya nini. Kutakuwa na matukio tofauti, lakini ni matukio mengi ambayo yatakuwa yananihusu mimi binafsi katika burudani sana. Okay, sawa. Ndani ya miaka 30 toka kwenye muziki umeanza, ni kitu gani ambacho unajivunia na kitu gani ambacho unaweza ukajijutia? Mimi kitu ambacho najivunia binafsi ni kuweza ni vingi, lakini nitaelezea vichache tu. Ni kuweza kuzalisha wanamuziki wengi wa muziki wa dance na kuweza kuzalisha bendi nyingi, kwa sababu ukiangalia bendi nyingi ambazo ziko sasa hivi zinafanya vizuri, ukiachana na Msondo na Sikinde, hakuna bendi hata moja ukakosa wanamuziki zaidi ya 4 au 5 ambao wametokana kwenye lebo yangu. Maana kwa sasa hivi unaweza kusema kwenye lebo ya Twanga Pepeta. Kwa hiyo ni vitu vingi sana, na ndio maana watu wamebuni, wameona kwamba ndani ya hii miaka 30, maana natimiza miaka 30. Unaona, kuna watu watimiza miaka 25, miaka 30. Twanga Pepeta yenyewe inakwenda miaka 28. Mimi na miaka 30. Kwa hiyo nilianza kujifunza hii burudani kabla Twanga Pepeta haijaanzishwa. Kwa hiyo hata ile mikiki ya Twanga Pepeta unakuta niliweza kupambana nayo kwa sababu tayari nilikuwa katika miaka miwili. Lakini ndani ya ile miaka miwili ile kuna kitu kilitokea ambacho ndo kikanifanya pia niwe hata kikitokea figisu mimi napambana nazo. Na hiyo ilikuwa ni wakati kina Nyosha El Sadat walichukuliwa na mtu mmoja ambaye alikuwa shabiki sana wa muziki wa dance, akawachukua akawapeleka Nairobi, na ndio likatokea lile jina ambalo anatumia Nyosha El Sadat. Ile jina la Nyosha El Sadat sio laki la mmiliki ambao alikuja akawa, mimi nahesabu kuwaiba, akaiba bendi karibuni yote. Ndio likatokea lile jina. Kwa hiyo Nyoshi yule bwana baadaye alikuja akafariki. Unaona, kwa hiyo alivyofariki kina Nyoshi kabidi warudi huku Tanzania, na ndio Nyoshi analitumia lile jina. Ukimfuata siku moja Nyosha El Sadat atakupa historia hiyo. Hiko ni kitu ambacho unajivunia. Kuna kitu ambacho unaweza kujutia toka umeanza kufanya muziki? Muziki ni matukio tu mengi yanakukuta unaweza kuchukua wanamuziki kama hivyo unavyojutia wanamuziki wanaibiwa. Unaweza kujikuta tu umepelekwa polisi, umekaa ndani bila sababu yoyote, kisa bendi. Kwa sababu nini? Kwa nini bendi ya mwanamke anapanda juu? Kwa nini inakuwa hivi? Unakuta tu mtu anakufanyia figisu, anakupa kesi ambayo sio yako. Unaona? Akikupa kesi sio yako, unaenda polisi. Mpaka polisi wanakuja kugundua na kuacha, lakini ushalala ndani na polisi wanakuambia hiki sicho, huyu hawezi kufanya, sie. Unaona? Kwa hiyo unaachiwa. Umeona, na mamlaka ambayo inahusika. Kwa ni vitu vingi sana. Unadhani kwa sasa hivi kwa nini muziki wa dance unaporomoka kidogo? Japo huko jukwani huko vizuri, lakini unaporomoka. Kwenye nyimbo zao kuna jumbe nyingi sana nzuri. Wewe unadhani ni nini kwa nini unaporomoka? Kwanza muziki wa dance hauwezi kuporomoka. Unaweza ukashuka kidogo kwa 1%, huwezi kuwa ile 100%, lakini haujaporomoka ile 50%. Nikisema haujaporomoka 50%, muziki wa dance ni muziki ambao kwanza nyimbo zake hazifi.
Mimi leo hapa tukipiga Kisa cha Mpemba. Kisa cha Mpemba imetengenezwa mwaka 1999. Ni albamu ya kwanza ya Twanga Pepeta. Lakini inapigwa kwenye holi na watu wanacheza. Unaona? Sasa uone kwamba muziki wa dance unavyosimama. Kuna jirani zinasimama hizo. Ukipigwa jirani yangu jirani zinatumika mpaka kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi, watu wanatumia nyimbo ya jirani. Kwenye sehemu tofauti, kwenye maharusi watu wanatumia nyimbo ya jirani. Unaona, ni nyimbo ambazo zinasimama. Yani muziki wa dance unasimama kwa sababu ni live, watu wanapiga, kila kitu kinakuwa live. Kwa hiyo ni muziki ambao hawezi kuhama. Kingine ambacho narudi kwa upande wako ambao umezungumza kwamba muziki unashuka. Muziki unaweza kushuka kwa mambo mengi. Kwanza muziki unaweza kushuka kipindi cha COVID. Kama unakumbuka, kipindi cha COVID ndio muziki ulishuka. Baada ya COVID kuisha, muziki ukarudi ukasimama. Kwa sababu wakati wa COVID kulikuwa kuna misongamano ya watu wala kumbi, hatuwezi kusongamana kuepusha ile gonjwa balaa lililokuwa limeikuta dunia. Kwa ndio muziki pale ukaanza kushuka. Kingine ambacho kitu tufanya ambacho mimi pia najutia ni mimi kutengeneza media ya radio au TV. Lakini nilijaribu ila watu walinikwamisha. Kila nikijaribu kwenda kufanya mambo yangu na nalipia kabisa. Na nilipia kabisa. Nimelipia mara kwanza na hata hela sikurudishiwa. Nikalipia tena mara pili wala hela sijarudishiwa. Kuna watu tu hawataki mimi niwe na wananifuatilia. Hawataki niwe na chombo cha habari. Lakini nianza toka TCRA iko kule na ni Upanga. Hajajengwa lile jengo mnaloliona lile liko kabuni na Mlimani City. Halijajengwa wala ijulikani itakuwepo kule. Ina maana labda mimi ningekuwa ni media ukiachana na Klaus, labda mimi radio yangu ingekuwa ni radio ya pili au ya tatu, kwa sababu nilifuatilia hivyo vitu. Kwa hicho ni kitu ambacho najutia, na ndio kama ningekuwa nacho sasa hivi ungekuta muziki wa dance uko juu zaidi. Kwa sababu ogopa media ndio zapeleka ujumbe kila mahali, media ndio kila kitu, nafikisha habari kwa dakika 2. Hivi sasa hivi ukisema tuzime media hapa dakika 5 tu, nchi zima ifunge vyombo vya habari. Just imagine nchi itakuwaje? Watu watakuwa kimya kama msiba. Kwa ndio maana nakwambia media kila kitu, pamoja ya kwamba kuna media za kwenye kiganja, ndio hii mitandao ya kijamii, unaona, ndio tunaenda nayo na ndio inasaidia pia bendi kunyanyuka. Hapo kwenye media umesema kwamba ipo kwenye kiganja. Unadhani muziki wa sasa hivi pamoja na wanamuziki wake wanafanya vizuri kwenye akaunti zao za mitandao ya kijamii? Wanaitendea haki kupitia muziki wa dance? Wanamuziki wa dance hawaitendei haki media kupitia kiganja. Wanahitajika elimu sana. Hapa sisi tunapigana nao. Ukimwambia mtu tu aposti kazi yake yeye mwenyewe hajiposti, ni mzito sana. Hata umwambie sasa hivi kwamba mimi haya nakuwekea hilo bando, jiposti, ni kazi sana. Kwa hiyo tunatakiwa elimu, unaona, ili waweze. Hakuna kazi ambayo isionekana. Kila kazi inayokuwa inaonekana. Unaona? Kwa mfano, hakuna mwanamuziki, kiongozi wangu mwenyewe wa bendi ya Twanga Pepeta ambaye ni Charles Baba. Hebu nenda kaangalie kama anajiposti. Angalia tu leo kaposti nini huyo Charles Baba. Hana chochote alichoposti. Kwa hiyo wanamuziki wa dance wanajiangusha wenyewe. Unadhani hii ni kwa nini? Kwa sababu ukiangalia upande mwingine wa mfano Bongo Flava wako chapu sana kwenye mitandao. Kwa nini wanamuziki wa dance wanakuwa hivyo? Bongo Flava wako sana kwenye mitandao kwa sababu moja. Kwanza ni kazi ya mtu binafsi. Yeye mwenyewe kama mwenyewe Bongo Flava kajiajiri yeye mwenyewe kama Bongo Flava. Lakini muziki wa dance kwa mfano Twanga Pepeta atamtegemea Asha. Au atategemea ile account ya Twanga Pepeta kwamba ataonekana kwenye account ya Twanga Pepeta, lakini iko siku wewe utatoka Twanga Pepeta. Leo hapa tufanye mashindano. Ukitoka hapa Robi Chacha, waambie mimi naanzisha shindano na nakuomba tena ulifanye ndani ya hii miaka 30 ya kwangu. Na kuomba hilo shindano ufanye wewe. Kwamba tunaweka wanamuziki wa dance. Nasema wanamuziki wa dance waliopitia kwangu tuwashindanishe kwenye mitandao ya kijamii. Kuanzia kazi zao hizi mwezi huu
waposti vitu vya nchi yetu, waposti mziki wa dance. Yani kisema hivi waposti shughuli za kijamii. Tanzania iko wapi? Tunaelekea wapi? Tanzania sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi. Waposti vile vitu. Waposti shughuli zao za dance. Mweke Luiza, mweke Nyoshi, mweke Pacho Mwamba, Chazi Baba, chukua mwanamuziki mmoja wa nani? Wa Msondo au Usikinde. Waweke pale. Alafu tuangalie nani wa mwisho. Baada ya mwezi tuje kunambia nani wa mwisho. Tuweke hata zawadi tuweke. Nani atapata watu wengi kila siku atavyoposti. Alafu utaachia hivyo. Alafu uende kwa wanamuziki wa dance ambao ni wachanga, wadogo, ambao ndo wanakuja wanalipenda dance. Sijui kwa bendi zingine ni majina yao yamenishika, lakini ukichukua hapa kwenye Twanga Pepeta kuna wanamuziki wachanga, yani wadogo, wenye umri mdogo, ambao tunaita Twanga Digital. Unamchukua Zuberi, unamchukua Joshua, unamchukua Feti. Unaona? Waweke na wao pale. Tuwafanyie shindano kwenye kupost. Watakuwa na followers wangapi? Umenielewa? Alafu naambia atakuwa ameongoza kuliko ni wenzie, ikifika mwisho wa wiki tunawapa zawadi. Umenielewa? Uone tunapata wapi. Inabidi tuanzishe hayo mashindano ili tuweze kuwainua, kuwafungua akili. Unaona? Twende kwa piga magita. Alafu twende kwenye drama. Tuwafungue akili kwamba na wao kwamba ile kujiweka kwenye mitandao ya kijamii sio ushamba. Kujiweka kwenye mitandao ya kijamii ili watu wakujue. Mimi leo nikienda hapa mkoani mpaka nafika kwetu Kigoma, nikifungua tu hata dirisha, nikisimamishwa, nikikuta hata vizuizi vya barabarani, niweke na msanii nani, niweke hata na msanii wangu Chazi Baba. Watu hawezi kumuita Chazi Baba, watamuita Shabaraka. Mimi naimba. Lakini ile kazi niliyoifanya imetimia miaka 30, nchi nzima inanifahamu. Wengi watu wananifahamu. Pamoja kwamba sio mtu sana wa mitandao, lakini kazi zangu nazozifanya zinaonekana kwenye mitandao. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo wewe unashirika na kipindi cha muziki kupitia Mwananchi Digital, unatakiwa tuwastue. Na afu wewe vile vile uko ni kiongozi nafikiri chama cha muziki wa dance Tanzania. Kwa hiyo tuwastue wanamuziki. Nimeona juzi hapa kulikuwa na posti hii ya kwangu miaka 30 ya kwangu ile coming soon. Watu walikuwa wanaimba zile, wanaposti, watu wanaimba, wanaposti, wanamuziki wa Twanga Pepeta. Luiza Mbutu anaongoza. Luiza Mbutu anaongoza kuliko ni wanamuziki vijana. Yani peji ya Luiza Mbutu imeangaliwa sana, na nyimbo alizoimba Luiza Mbutu watu wamezisikiliza sana. Wala sisemi uongo. Ukitoka hapa sasa hivi fungua, utaangalia watu wangapi kwa muda wa siku ngapi wameingia kumwangalia Luiza Mbutu. Ni kwa sababu ya ustamilifu na kukaa ndani ya Twanga Pepeta kwa muda mrefu, ambayo amejijengea ile uaminifu, na mashabiki wa muziki wa dance wamempenda zaidi na zaidi. Kwa hiyo utamkuta Luiza Mbutu kawazidi wanamuziki wote wa Twanga Pepeta, na wote wamepostiwa. Lakini angalia Luiza Mbutu 2013 sijui kwenda 2014, hao kina Chazi Baba na 2000. Jamani, kama mnamsikia hapo Asha Baraka, jamani, wanamuziki wa dance mko nyuma sana kwenye masuala ya mitandao ya kijamii jamani. Kuna mpambano unakuja, huo tayari ameshaongea dada wa madada. Mpambano unakuja. Wanamuziki wa dance muwe kipaumbele kuposti kazi zenu. Msipofanya nyinyi promo, nani atafanyia promo? Tuangalie wenzetu, tutafika mbali. Asha Baraka, tuendelee. Ndani ya miaka 30 ya kwenye muziki kuna usajili ambao uliwahi kuufanya wa mwanamuziki kupitia bendi yako, uliufurahia, na kuna huo usajili ama sio usajili katika bendi, kuna mwanamuziki aliondoka ukaumia sana. Kwanza tuanze kwenye usajili ambao umeusajili ukaufurahia sana, au usajili kweli nimeufanya, ni usajili upi? Mimi nimefanya sajili nyingi mpaka nasahau. Kwa sababu ukiangalia nilioanza nao, kila alikuwa akikaa akiondoka na sajili mtu mwingine, na sajili mtu mwingine, na sajili mtu mwingine. Kwa sababu mimi kwanza nilianza na Luiza na Jessica Charlie. Nilianza na Luiza, baadaye akaja Jessica. Unaona, katika waimbaji hao na Banza ndo nilianza naye, Marem Banza.
Alafu baada Banza kwenda Toti nikafanya usajili wa Choki. Usajili wa nani? Ali Choki. Usajili wa Ali Choki tukafanya na mpambano wa Twanga Pepeta na Toti. Wakati huo Toti wana Banza, Twanga Pepeta wana Ali Choki. Na haitowahi kutokea tena. Mwimbaji pale Luiza kakaa hapa, Jessica Chale kakaa hapa. Na hapo tulifanyia